Baba, nakushukuru kwa sababu ya haya mafuta ambayo tunataka tukapate kuwatia kwa watumishi wako. Mfalme, nakushukuru kwa sababu unatumia kama chombo cha kukusa maisha yao katika mwito ambao umewaita. Naomba ya kwamba ukapate kuyatakasa katika jina la Yesu Kristo. Naomba ya kwamba tunapowekea mikono kama watumishi wako, Mfalme, utapata kuwabariki, utapata kuwainua, utapata kudhibitisha mwito ambao umewaitia wote katika maisha yao. Hivi sasa tunamweka wakfu Salonja Omuhosa kwa mwito ambao umepata kumuita. Naomba ya kwamba ukapate kubariki maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Naomba ya kwamba Mfalme, mwito wako ukapate kuadhirika katika maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante kwa sababu ya mchungaji Jack na mkabidhi mkononi mwako. Tazama, tunamweka wakfu kwa sababu ya mwito ambao umemwita. Tunaomba ya kwamba ukapate kubariki maisha yake. Naomba ya kwamba mwito wako ukapate kudhihirika katika maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Wanaposimama kama jamii kwa huo mwito ambao umewaitia, naomba ya kwamba utawafanya jamii ambayo imesimama pamoja katika mwito ambao umewaitia. Pedro, nataka ya kwamba mkapate kuwawekea mikono, mkapate kuwaombea, na kama Mungu anakupatia neno lolote ambalo unaweza kunena kwa ajili yao, naomba ya kwamba ukapate kufanya. Wachungaji, njoni, nataka muwawekee mikono, lay your hands on them, mkapate kuwatabiria yote ambayo Mungu anaweka katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Jina lenye nguvu, jina lenye uwezo, jina lenye mamlaka, jina lipitao majina yote, jina la Yesu Kristo. Tumeungana mahali hapa kama kanisa tukishuhudia Mungu kazi yako, mfalme wa rehema, ambayo Bwana umetenda mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Jehova Jire, tumesimama hapa kama mashahidi ya hawa watumishi wako uliowachagua kwa ajili ya kazi hii. Bwana majeshi, ni ombi letu mchana wa leo katika jina la Yesu kwamba neema yako Mungu iliyokuwa pamoja na mitume, Bwana, ile neema iliyokuwa pamoja na wakina Petro,
ikaweza kuhubiri siku moja na watu 3,000 wakaokoka. Wacha Bwana hiyo neema ikaweze kuwa juu yao katika jina la Yesu Kristo. Ile neema iliyokuwa pamoja na mitume wakati waliomba Dorcas akafufuka, wacha neema hiyo Bwana ikaweze kuwa juu yao katika jina la Yesu Kristo. Wacha Bwana neema iliyokuwa juu ya mitume wakati waliweza kuomba Yutuko aliyekuwa ameanguka chini na kufa akaweza kuwa hai tena, wacha neema hiyo ikawe juu yao katika jina la Yesu Kristo. Naomba neema juu ya watumishi wako. Tunaomba neema juu ya watumishi wako. Bwana, umewaita kwa ofisi ya mitume. Baba, ulivyokuwa pamoja na manabii kitambo, ulivyokuwa pamoja na mitume, ni ombi letu mchana wa leo kwamba hiyo neema Bwana ikawe juu yao. Nasema ni asante Bwana majeshi. Mtumishi wako mmoja Paulo akasema anaweza yote kupitia Kristo mtiaye nguvu. It is our prayer this afternoon kwamba Bwana majeshi, neema yako ikawe juu yao na ukaweze yote kupitia wewe watiaye nguvu. Hebu zidi kuwatia nguvu kwa jina la Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Amen. Nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Nguvu za shetani zimeshindwa. Nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Wachungaji muweze kuwasalimia, wakumbatie. Ni madhabahu na tunapowavalisha, nataka tu mkapate kuelewa vitu ambavyo wachungaji huwa wanavaa. Kuna mavazi ambayo ni wachungaji na kuna collars ambazo wachungaji wanavaa. Ninapozungumzia kuhusu kola, hii ndio kola. Kola yenu kila wakati mnapoenda nunua kola ya inchi 2. Sasa unapovaa hiyo kola ya inchi 2 inamaanisha ya kwamba nyinyi ni mitume. Kola yenu kuanzia leo mtabadilisha ikuwe ya inchi 2. Makanisa yetu ya kiroho nyingi tunavaa vitu ambavyo hatuelewi maana yake, lakini napoona wale wengine wenye wanavaa wanaanza kuwachekelea, na sitaomba ya kwamba mchekelewe. Amen. Kwa hiyo mtavaa kola ya inchi 2, mtavalisha hii, lakini baadaye mwende mnunue ya inchi 2 kama mitume. Nguo ambazo mmevaa sio mbaya. Hiyo kala inamaanisha kwamba nyinyi ndio viongozi, the presiding leaders. Wakati mtapata pesa zingine kama mitume, nitaomba sasa mnunue nyekundu kama hii yangu. Na maanisha kwamba nyinyi ni mitume. Amen. Kwa hiyo nitaomba mke wangu